Coach, karibu kwa mara nyingine Tanzania. Mchezo wa kwanza kwenye ligi imekuwaje? Umepoteza, lakini sio tu kupoteza, mchezo wa pili, lakini umepoteza pia mbele ya mwanafunzi wako ambaye umekuwa naye kwenye timu kadhaa huko nyuma. Leo hii haijakuwa ushindi kwa upande wako. Mchezo ulikuwaje kuanzia hapo? Kwanza nirekebishe, sio mwanafunzi wangu. Nilifanya naye kazi, alikuwa na pati kubwa, kwa hiyo ni kocha mkubwa, alikuwa naelewa, tulichangia. Niliita tu head coach kwa sababu nimemtangulia kidogo, lakini na yeye ni kocha mzuri, kwa hiyo nilifanya naye kazi. Kama umesema, naweza kusema leo the best team won. Wametumia nafasi ambayo wamepata wakaiconvert. Hiyo inaonyesha umakini walikuwa nao. Kwa hiyo nawapongeza. Kwa upande wangu ni siku nne nimetrain. Tulikuwa na shida ya safari na kuweza kutrain, ilikuwa ni shida hapa katikati, but all in all ni vijana they gave all they have, ndio level tulikuwa nayo. Kwa hiyo na imagine kuwa bado tuna kazi kubwa ya kuwapush ili waendelee tena kuwa bora zaidi. Kwa namna ambavyo JKT wamecheza na kwa namna ambavyo timu yako imecheza, ni eneo gani ambalo unaona lilikuwa sio imara sana kwako kiasi kwamba mmeruhusu goli? Tulipata nafasi za kufunga goli ambazo zilikuwa complicated, zilikuwa easy sana kuliko yenye JKT ilifunga. Nadhani isingekuwa huyo sijui naweza kaisema nini. First half tulikuwa na nafasi ya zaidi ya 4. Second half umeona, kwa hiyo kwa level tukundani kishindwa sana ni too much. Kwa hiyo wengine walitumia kama kisi nimesema umakini wao, moja deflection is a goal. Baada ya kuwa nje ya soka la Tanzania, umerejea kwa mara nyingine. Unaonaje namna ambavyo soka la Tanzania linakuwa? Nadhani hata viwango imepanda kwenye dunia. Limekuwa sana, unaona kuna wachezaji wengi nimeacha bado wapo, kwa hiyo umegain experience kama nimesema, na coach wameshapata ile experience, ni kitu kizuri, ndio soka limeendelea kupanda. Shukrani sana. Shukrani.